Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Mchezo wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans pamoja na JKT, mchezo wa FA ni moja ya mchezo mzuri ambao hii leo umechezwa, lakini kuna moja ya tukio ambalo limetokea wakati mchezo ukiendelea. Hakika limewaacha watu wengi mdomo wazi kuhusiana na moja ya mchezaji JKT kufukia dawa akiwa amekwenda kwa golikipa kwa ajili ya kumfunga kiatu. Nitakuonesha klipu hiyo, alafu na yote aniandikia maoni yako hapo. Lakini cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, mchezo wa JKT na Yanga ambao tangu kipindi cha kwanza mchezo ulikuwa ni mkali kweli kweli na wenye kasi. Golikipa wa klabu ya JKT amefanya saves zaidi ya 5 katika kipindi cha kwanza, lakini mwisho siku akaruhusu bao moja ambalo limefungwa na Prince Dube. Lakini moja ya kitu ambacho watu wengi kimewashangaza ni tukio ambalo wamelifanya moja ya mchezaji wa JKT anayefahamika kwa jina la Hassan Nassor. Huyu alikwenda kwa ajili ya kumfunga golikipa kamba za viatu wakati mechi inaendelea. Lakini cha kushangaza ya kwamba wakati akitaka kumfunga aliamua kuchukua dawa na kuanza kuichimbia katika tope, dawa ambayo kimsingi ni kama watu wanaamini katika imani za kishirikina. Hiyo dawa ikawekwa hapo na kamera za Azam zikanasa jamaa akiweka dawa hiyo. Nadhani hapa TFF watapiga faini ama watapita na rungu kwa wachezaji hawa. Lakini pia mtazamaji wa Bongo Super Media, kuna kitu ambacho mashabiki wengi walikuwa wanajiuliza, ni kwa nini mchezaji Stephanie Aziz Ki anavaa kitambaa cha captain katika hizi mechi zilizosalia? Kwa maana kwa mechi hizi kama 3-4 hivi atakuwa anavaa yeye. Sababu ni moja tu, Aziz Ki anaondoka katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans mwisho wa msimu huu, hivyo wanampa heshima yake dakika za mwisho kabisa, ndio maana anakuwa captain. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.